Na kusalimu katika jina la Yesu. Apostle Daniel Komba, wananiita jitu la Mungu. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 4 mstari wake wa 4 unasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Andiko hili huwa watu wengi hawalielewi. Nataka nikufanulie andiko hili muhimu sana. Maisha ya mwanadamu yanahitaji muendelezo wa kuishi. Ajabu sana ukimwambia mtu eti haishi kwa mkate tu. Mkate ndio unampa mtu kupumua. Mkate ndio chakula cha kila siku. Ukimwambia mtu ataishi kwa mkate tu hakuelewi. Kumbe maisha ya mwanadamu yenye afya ya mgogoro ni yale ambayo yanautegemea mkate peke yake. Mkate ni nini? Mkate si chakula peke yake. Mkate ni maisha yaliyojitosheleza. Mkate ni kuwa na nyumba nzuri. Mkate ni kuwa na gari nzuri. Mkate manake ni kwamba ni kuwa umejitosheleza kimaisha kwa vitu vyote vya msingi. Huwa mwanadamu anaamini kwamba maisha ni kujitosheleza katika mahitaji ya msingi. Nataka nikwambie jambo. Maisha ya mwanadamu pasipo roho, anasema sio kila neno, manake ni nguvu ya Mungu au neno la Mungu au uungu wa Mungu. Pasipo neno la Mungu, maisha yamekuwa, afya yako ina mgogoro, manake maisha yana mpungufu. Kama nyingine, afya yako imepata mapungufu kwa sababu imekosa ladha bora ya maisha, inaitwa neno la Mungu. Neno la Mungu linaweza kutuliza dhuruba zote za maisha. Ukiwa na kila kitu ukakosa neno la Mungu, au ukakosa nguvu ya Mungu, au ukakosa kilicho nyuma ya neno la Mungu, maanake ni kwamba unayo afya yenye mgogoro. Hata kama una vitu vyote vinavyovutia kwa macho ya kibinadamu, lakini ndani yako unateseka na baadhi ya mateso ambayo hayaonekani, hayaondolewi, hayashibishwi kwa mkate ambao labda ni nyumba nzuri, gari nzuri, pesa ya kutosha matumizi. Sikiliza, ili uweze kuwa salama lazima unahitaji neno la Mungu. Inaleta afya katika maisha yako rohoni, inaleta afya katika mazingira yako. Ngoja nikwambie, kuna vitu haviwezi kugusa kwenye maisha yako ambavyo haviwezi kujibiwa na fedha, haviwezi kujibiwa na chakula, haviwezi kujibiwa na mshahara, hawezi kujibiwa na ulinzi wa bunduki au sungusungu au bastola au nyumba ambayo ina umeme. Hapana, vinaweza kujibiwa tu na uhai utokanao na nguvu za Mungu zipatikanazo katika neno la Mungu. Nasema imani huja kwa kusikia. Unaposikia neno la Mungu, unavaa uweza ambao unaleta uhai katika mambo yote. Sikia, unaweza ukaishi kwa muda mfupi sana ukiwa na mifumo hii yote ya mwilini tunaita mkate, lakini unaweza kuishi miaka mingi yenye afya bora kama utaongeza mfumo unaoitwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Ama nikutabirie asubuhi ya leo, mchana wa leo, jioni ya leo, usiku wa leo, tarehe ya leo, mwaka wa leo, ya kwamba wewe umetengenezwa kuwa bora na kuwa shujaa kama tu utaishi kwa mkate pamoja na neno la Mungu. Hakuna atakaye kugusa, kwa sababu utakuwa umekamilika pande zote. Wewe umefanikiwa sana kwa sababu umeshiba mwilini na umeshiba rohoni. Jitu la Mungu, Apostle Daniel Komba. Bye bye.